Nelly Njenga ambaye ni wakili, pamoja na Esther Warenga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Na kwa hivi sasa, mtazamaji, naungana na mwenzangu Clement Masombo ambaye alifika katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini majira ya asubuhi kufuatilia na kuangalia jinsi mambo yalivyo, ikiwa sasa ni dakika za lala salama kabla ya uchaguzi mdogo kuandaliwa hapo kesho, ili wapiga kura wa eneo hilo la Mbeere North wapata fursa ya kumchagua mbunge mwingine ambaye atahudumu hadi itakapotimia mwaka 2027. Na Clement, iwapo unanipata, hali ikoje kule Mbeere? Usukani ni wako, tueleze haswa uko katika kituo kipi cha kupigia kura? Naam, shukrani sana Gakunga. Ni kweli kwamba tulifika hapa katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, mida asubuhi, na kufikia sasa ni kwamba maandalizi tu yanaendelea. Kwa sasa ninavyoona ni kwamba hawa ni maafisa wanaosimamia shughuli hii ya uchaguzi, na wanaendelea tunakupanga vile vifaa ambavyo vitakuwa vikitumika hapo kesho kwenye shughuli hiyo ya kupiga kura. Kumbuka kwamba hii ni uchaguzi mdogo wa kuchagua mbunge wa eneo hili, na hii ni nafasi ambayo ilikuwa wazi baada ya aliyekuwa mbunge wa hapa Geoffrey Ruku kuteuliwa kuwa waziri wa huduma za umma. Na kwa hivyo kuanzia kesho tunaarifiwa kwamba shughuli ya kupiga kura itaanza takriban saa 12 katika vituo vyote 134 ambavyo ni vituo rasmi vya kupiga kura katika eneo hili la Mbeere Kaskazini. Eneo hili la Mbeere Kaskazini lina wadi 3, wadi ya Nthawa, wadi ya Muminji na vile vile Evurore. Na kulingana na zile takwimu za IEBC ambayo ni tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini, ni kwamba eneo bunge hili linawapiga kura 55,124. Na wadi ambayo kati ya zile wadi 3, wadi ambayo inawapiga kura wengi zaidi ni wadi ya Evurore ambayo inawapiga kura 26,393, ikifuatwa na wadi ya Nthawa ambayo inawapiga kura 18,882, na mwishowe ni wadi ya Muminji ambayo inawapiga kura 9,849. Na hiki ni kinyang'anyiro ambacho kimevutia waniaji takriban 9 hivi ambao wamejitolea kushiriki kwenye uchaguzi huu. Wanatafuta kuchaguliwa kuwa mbunge ambaye atawakilisha wakazi wa eneo hili la Mbeere Kaskazini. Na tukianza ni labda kuwataja tu majina na vyama vyao, ni kwamba tunaye Simon Waiharo ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha Umoja na Maendeleo. Tunaye Daniel Ireri ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha Kenya Moja Movement. Tunaye Lawrence Ireri ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha Safina, na vile vile Ruben Kamadhai ambaye anawania kwa tiketi ya chama cha Alliance for Real Change. Tunaye Reverend Isaac Ngiri Muringi ambaye ni mwaniaji kwa tiketi ya chama cha United Progressive Party. Tunaye Albert Murimi Njeru ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha National Vision Party. Duncan Ireri Mbui ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha Kazi. Na vile vile tunaye Newton Kariuki wa chama cha DP, na mwisho kabisa tunaye Leonard Muthende ambaye anawania kiti hiki kwa chama cha UDA. Lakini tulivyokuwa tukiangalia wakati wa kampeni ni kwamba kinyang'anyiro kinaonekana kuwa kali sana, ushindani mkali sana, huenda ukawa kati ya Leonard Muthende na mwenzake ambaye ni wa UDA na mwenzake Newton Kariuki ambaye ni wa chama cha DP. Hii ni kwamba wawili hao, mmoja ni upande wa serikali na mwingine amekuwa kiungo mkono kwa uzito sana na viongozi wa upinzani. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amekuwa kiongoza msururu wa kampeni za Leonard Muthende hapa, ambaye sasa ni upande wa serikali, na upande wa upinzani kunao kama vile aliyekuwa naibu rais ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, pamoja na wenzake kama Justin Muturi ambaye ni kinara wa chama cha DP. Wamekuwa kiongoza msururu wa kampeni hapa katika eneo hili la Mbeere Kaskazini, wakimpigia debe yule ambaye ni Newton Kariuki. Alikuwa waziri pia Moses Kuria pia amekuwa hapa siku kadhaa akipiga kampeni za mwaniaji kiti hiki kwa chama chake ambaye ni Duncan Mbuye. Hicho ni chama cha Kazi. Kwa hivyo tunasubiri tu kuona hali itakavyokuwa hapo kesho. Tumekuwa na kikao na maafisa wa IEBC hapa. Tumeona kwamba maafisa wawili wakuu ambaye ni
afisa mkuu mtendaji Hussein Marjan pamoja na kamishna mmoja ambaye ni Professor Francis Oduol, kama sijakosea jina lake. Hao ndio wametumwa hapa na wanasema kwamba watakuwa hapa hadi dakika ya mwisho. Wametoa hakikisho kwamba kile kitu kiko sawa. Vile vile tumekuwa na mazungumzo kidogo na kamanda wa polisi wa kaunti ya Embu ambaye ni Sarah Koki. Ametoa hakikisho kwamba hali ya usalama itakuwa sawa, maafisa wa polisi wapo wa kutosha. Tumeambiwa kwamba kila kituo cha kupigia kura kitakuwa na maafisa wawili wa polisi, na vile vile kitakuwa na wale ukipenda polling clerks wawili. Kila kituo kitakuwa na polling clerks wawili ambao watakuwa wanaendesha hii shughuli. Vile vile taarifa muhimu tu kutaja ambayo tumeambiwa ni kwamba kila kituo cha kupiga kura kinafaa kuwa na wapiga kura 700. Kwa hivyo hakuna kituo ambacho idadi yake inazidi wapiga kura 700. Lakini baadaye pia wakati ambapo hivi vifaa vitakuwa tayari, tutakuwa hapa kuwajuza watazamaji wetu jinsi mambo yanavyoendelea, na iwapo kutakuwa na jambo lingine la ziada ambalo litatokea, bila shaka tupo hapa katika eneo bunge hili la Mbeere Kaskazini kuwajuza watazamaji wetu ya mambo yanavyojiri. Kakunga. Kabla hujaondoka Clement, kuna hoja ambayo umetoa ni muhimu kwamba kila kituo cha kupigia kura kinafaa kuwa na wapiga kura takriban 700. Mbona hiyo idadi? Kuna sababu labda ambayo imetolewa? Mbona hiyo idadi? Kulingana na taarifa tuliyopata kutoka kwa wale maafisa wa IEBC ni kwamba waliweka hivyo kurahisisha shughuli ya upigaji kura, na ni shughuli hivyo ndivyo hali ukua katika maeneo kila kituo cha kupiga kura kote nchini. Hii pia ni kurahisisha, maana wamesema kwamba hii watakuwa kitumia ule mfumo wa digitali ukipenda biometric, na kwamba vile vifaa vile vidude ambavyo wanatumia vidijitali pia itakuwa rahisi kuhakikisha kwamba kila kituo angalau kikuwa na wapiga kura 700, basi ni rahisi kumaliza, maana shughuli ya kupiga kura inafaa kuanza saa 12 na iende hadi saa 11. Kwa hivyo iwapo unapata kwamba kwa mfano kama mahali kama Kanywambora, kituo cha kupiga kura cha Kanywambora, ama shule ya msingi ya St. Peters ambayo ni moja kati ya vile vituo ambavyo vina idadi kubwa ya wapiga kura, iwapo unapata kwamba kituo kama hicho kina wapiga kura kama 2800 hivi, basi itamaanisha ama 3000, itamaanisha kwamba hicho kituo kila kituo kama hicho kutakuwa na mahali kama mahali patano pa kupigia kura, na hapo mahali ambapo pamegawanyishwa kupigia kura ndipo tunaita kwamba kituo cha kupigia kura. Ama ukipenda kwa mfano kama shule ya msingi, ukiwa pale unapata kwamba kutakuwa na every polling kila kituo cha kupigia kura, kila classroom, kila darasa moja linaangaziwa kama kituo kimoja cha kupigia kura. Kwa hivyo darasa moja litakuwa na maafisa wawili ambao ni polling clerks, kitakuwa na maafisa wawili ambao ni maafisa wa polisi wa kulinda usalama, na hapo sasa ndipo kwamba idadi ya wapiga kura katika kituo kama hicho haitapita 700. Asante sana mwenzangu Clement Masombo kwa hiyo taarifa pamoja na yale mengine ambayo umeyataja kuhusiana na utayari ambao tayari umewekwa na tume